Samia Suluhu hatarini baada ya Sadik kumgeuka baada ya kuapishwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025 umeacha doa kubwa katika historia ya taifa ambalo kwa miongo kadhaa limejulikana kama ngome ya amani na utulivu Afrika Mashariki. Ripoti rasmi ya waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ama ukipenda SADC imeeleza kwa wazi kwa uchaguzi huu ulishindwa kufikia viwango vya demokrasia vinavyokubalika ndani ya jumuiya hiyo. Katika taarifa yao kwa vyombo vya habari, SADC ilifafanua kuwa ingawa siku ya upigaji kura ilikuwa na utulivu wa juu kwa macho ya wengi, hali halisi ilionyesha taswira tofauti. Wapiga kura katika maeneo mengi hawakuweza kueleza kwa uhuru mapenzi yao ya kidemokrasia kutokana na vitisho, vizuizi na ukosefu wa uwazi uliotawala mchakato mzima wa uongozi. Ripoti hiyo ilionyesha kuwa uchaguzi wa mwaka 2025 ulipungukiwa na matakwa ya kanuni na miongozo ya uchaguzi wa demokrasia SADC, ambayo inasisitiza umuhimu wa chaguzi huru, za haki na za kuaminika. Ujumbe huu uliripoti matokeo ya kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, wakiwemo wagombea wakuu waliokuwa wakitarajiwa kuwa wapinzani wa kweli wa chama tawala, huku wengine wakitolewa kwenye kinyang'anyiro cha njia ambazo ziliibua maswali mengi. Miongoni mwa matukio yaliyotajwa ni pamoja na kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, ambaye alishikiliwa kwa tuhuma za uhaini katika kile wachambuzi walichokiita ni jitihada za wazi za kumzuia kushiriki kwenye uchaguzi. Vitendo hivyo kwa mujibu wa ripoti ya SADC vilidhoofisha demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania na kukatisha tamaa ushiriki wa wananchi katika kupiga kura. Ripoti iliongeza kuwa vyombo vya habari vya serikali vilipendelea chama tawala kwa kiwango kikubwa, huku vyombo binafsi vikiwa vimezongwa na woga wa kudhibitiwa na kuchukuliwa hatua kwa kuripoti habari zinazokosoa serikali. Hali hiyo kwa mujibu wa waangalizi ilinyima wa Tanzania haki ya kupata taarifa huru kuhusu kinachoendelea katika taifa lao. SADC ilitoa wito wa kufanyika mageuzi ya kisiasa na kisheria, ikiwemo kuruhusu wagombea binafsi wawezeshe mahakama kupitia matokeo ya urais na kuhakikisha usalama wa waangalizi wa uchaguzi. Ripoti yao iliishia kwa tamko zito kwamba kwa kuzingatia ushahidi uliopo, ni hitimisho rasmi la SADC kwamba uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025 haukukidhi viwango vya uchaguzi wa kidemokrasia. Baada ya ripoti hiyo, hali ya kisiasa nchini Tanzania ilibadilika ghafla. Saa chache baada ya taarifa hizo kutolewa, Rais Samia Suluhu aliapishwa kwa muhula wake wa kwanza uliochaguliwa moja kwa moja, na katika sherehe zilizofanyika kwenye kambi ya kijeshi mjini Dodoma badala ya viwanja vya umma kama ilivyokuwa desturi. Sherehe hizo zilihudhuriwa na viongozi wachache wa Afrika, wakiwemo marais wa Somalia, Burundi, Zambia na Msumbiji. Hakukuwa na wananchi wa kawaida waliokuwa wakishuhudia tukio hilo kwa sababu serikali ilipiga marufuku umati wa watu kutokana na kile kilichoeleza kama sababu za kiusalama. Sherehe hiyo ilionyeshwa moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa ambayo inajulikana TBC pekee, huku mitandao ya kijamii ikiwa bado imezimwa. Kwa siku 6 mfululizo kabla ya kuapishwa kwake, mtandao wa interneti ulikuwa umezimwa kabisa nchini Tanzania, aliloleta giza la habari na kuzua mashaka makubwa duniani. Shirika la BBC liliripoti kuwa licha jitihada zao kuwasiliana na viongozi wa serikali na raia walioko ndani ya nchi, lilikuwa gumu kupata taarifa sahihi kuhusu idadi ya waathiriwa wa ghasia zilizoshuhudiwa siku ya uchaguzi. Na wakati serikali ikisisitiza kuwa hali ilikuwa shwari, BBC ilibainisha kuwa kwa ripoti zao za vifo vya mamia ya raia, hasa katika jiji la Dar es Salaam na maeneo ya Pwani ambapo maandamano yalikuwa makali zaidi. Shirika hilo lilitoa taarifa kwamba sauti za risasi zilisikika kwa siku 2 mfululizo, huku hospitali zikiripotiwa kuwa zimejaa majeruhi.
Wachambuzi wa masuala ya usalama walisema kuzima kwa interneti kulichangia kuzuka kupotoshaji wa taarifa na propaganda za kisiasa, na ni jambo lilofanya dunia kushindwa kutambua kwa uhakika kilichokuwa kinaendelea nchini humo. Katika mahojiano yaliyorekodiwa na BBC, mmoja wa wataalamu wa masuala ya usalama, George Msalama, alionya kuwa kuzima kwa interneti ni kikwazo kikubwa kwa usalama wa taifa, na kwa sababu kunazuia upatikanaji wa taarifa sahihi na huru, na ni jambo linaloweza kuongeza taharuki. Kwa upande wa serikali, waziri wa mambo ya nje Balozi Thabit alitetea uamuzi wa kuzima interneti kwa maelezo kwamba ilikuwa hatua ya kulinda usalama wa taifa baada ya mlipuko wa maandamano makubwa. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa walionya kuwa hatua hiyo ilikuwa ikikiuka haki za binadamu za msingi. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa UNHRC iliripoti kuwa kulikuwa na ushahidi wa kuaminika unaoonyesha kuwa angalau watu 10 waliuawa katika maandamano hayo, ingawa vyanzo vya undani vilisema idadi inaweza kuwa kubwa zaidi. Baada ya kula kiapo, Rais Samia Suluhu aliahidi kuendeleza amani na kuhimiza Watanzania kuungana. Alisisitiza umuhimu wa umoja, mshikamano na kuangalia mbele, akisema kuwa taifa haliwezi kusimama ikiwa litaendelea kugawanyika, na hivyo alidai maandamano yaliyoshuhudiwa yalisababisha uharibifu mkubwa wa mali na kuua watu wasiokuwa na hatia. Hata hivyo, duru za kidiplomasia zilisema matamshi hayo yalilenga kupunguza shinikizo la kimataifa lililokuwa likiongezeka kutokana na ripoti za ukiukwaji wa haki za binadamu, kukamatwa kwa wapinzani na mateso ya waandamanaji. Kabla ya kuapishwa, Tume ya Uchaguzi ya Taifa NEC ilikuwa imemtangaza Samia Suluhu kama mshindi kwa zaidi ya 98% ya kura, akiwa amepata kura milioni 31.9 kati ya wapiga kura milioni 37.7 waliokuwa wamesajiliwa. Hii ilikuwa mara ya kwanza tangu mfumo wa vyama vingi kurejeshwa, ambapo mgombea wa chama tawala alipata ushindi wa aina hiyo bila upinzani wa maana. Vyama vikubwa vya upinzani kama Chadema vilisusia uchaguzi huo, vikilalamika kuwa mchakato ulikuwa umevurugwa tangu mwanzo. Kiongozi wake Tundu Lissu alikuwa kizuizini wakati kura zikipigwa, hali iliyosababisha hasira kubwa kwa wafuasi wake na kuibua maandamano yaliyothibitiwa kwa nguvu na vyombo vya usalama. Ripoti za ndani zilionyesha kuwa jeshi na polisi walitumika kulinda maslahi ya chama tawala, huku baadhi ya waangalizi wa ndani wakifukuzwa vituoni. Baada ya kuapishwa, serikali ilianza kurejesha huduma za interneti hatua kwa hatua. Hata hivyo, kasi ilikuwa ndogo na maeneo mengi ya vijijini yalisalia bila mtandao. Wafanyakazi wa umma walirudishwa kazini baada ya wiki moja ya kufanya kazi kutoka nyumbani, iliyokuwa ishara ya kurejea kwa shughuli za kawaida angalau kwa nje. Umoja wa Afrika AU ulitoa pongezi kwa ushindi wa Rais Samia, lakini ukaonya kuhusu umuhimu wa kuheshimu haki za msingi za binadamu na uhuru wa kujieleza. Wakati huo huo, mashirika ya haki za binadamu yameitaka serikali ya Tanzania kufanya uchaguzi huru, kuhusu ghasia za uchaguzi na kuwajibisha wahusika wote. Ripoti za kimataifa hasa kutoka Reuters na BBC zimeeleza kuwa Tanzania imeingia katika kipindi kigumu cha kisiasa, ambapo matumaini ya mageuzi ya kisasa chini ya uongozi wa Samia Suluhu yamegeuka kuwa kivuli cha hofu na ukimya. Na sasa taifa lililokuwa mfano wa amani na umoja limejikuta likikumbwa na hali ya kutoaminiana kati ya raia wake na serikali yao. Kwa mtazamo wa wachambuzi wengi, Tanzania ipo katika kipindi cha mpito kisicho tabirika. Wengi wanahoji iwapo urais wa Samia Suluhu utafanikiwa kuokoa taswira ya taifa lililozoea kuaminika kama ngome ya utulivu, au kama historia itaikumbuka miaka hii kama kipindi cha kuzimika kwa sauti za wananchi. Hii ni Kenyascope, tukiripoti kwa undani kuhusu siasa za Afrika Mashariki bila upendeleo, tukitoa sauti kwa wale ambao hawasikiki. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii ili tuweze kuwafikia wengi ambao hawajui ikiwa tumeupload video mpya.